Yes, na hii ni namna bora ya kutumia template yetu ya kukusanyia matokeo kwa ngazi ya O level, kwa ngazi ya sekondari ya chini, yani O level. Kwa hiyo tutakachokifanya, utakuwa umepokea aidha kwa WhatsApp au kwa namna nyingine correction template, itakuwa imeandikwa correction template. Ni kijifaili kidogo sana, lakini hiki ndio cha msingi sana ambacho tutakusanya taarifa za kila shule. Sasa cha kufanya hii inakuwa ni kama reference. Kwa hiyo utakopi hiyo correction template yako na utajaribu kupaste kutengeneza copy yake. Sasa tuseme labda shule yako shule unaotaka kuingizia taarifa labda inaitwa Pangani Halisi. Kwa hiyo utarename hiyo shule Pangani Halisi. Mfano Pangani Halisi. Kwa hii nafahamu sasa template hii imebeba matokeo ya shule ya Pangani Halisi tu. Kwa hiyo nitaingia sasa, utafungua template yako, ni Excel ya kawaida kabisa, utaifungua na utakutana na hivi vitu hapa. Kwa hiyo cha kufanya sasa, utaandika tena hapa jina la shule, utaandika hapa jina la shule kwa usahihi na isiwe kwa ufupisho, iandikwe tu kwa urefu. Kwa mfano shule yangu ni Pangani Halisi Secondary School. Pangani Halisi Secondary School, hivyo itaandikwa hivi. Na baada ya kuandika sasa shule yako kwa usahihi, utakuja uandike namba ya shule, sio ile ya usajili wa shule, namba ya NECTA ya kufanyia mtihani, haina nukta tafadhali. Kwa mfano mimi ni AC 6521, kwa naandika hivi. Na mtoto wa kwanza hapa itaandikwa 001, ama kama utaandika moja kama moja pia haina madhara yoyote. Kwa hiyo utaandika namba pale, utampa mwanafunzi hapa sehemu ya candidate number inajiandika yenyewe, lakini in case haijajiandika, in case umekorofisha eneo hilo, basi uandike katika format hii, ile namba ya shule bila kuacha nafasi unaweka mkwaju, bila kuacha nafasi unaweka moja, isiwe na 001, moja. Baada ya hapo jina la mwanafunzi na jinsia yake. Kwa kama una mwanafunzi wa pili, labda tuchukulie anaitwa Anna Joseph, na uzuri majina utakuwa umeshapewa tayari kwenye CAL soft copy, watakutumia huko kwenye halmashauri. Kila shule zitatuma kwenye center. Kwa hiyo utakuwa na copy tu majina na sex na kupaste kwa pamoja. Labda huyu ni female, utaweka pale female. Sasa unaona ile eneo cha kufanya, utakachokifanya, hili jina la shule utalivuta mpaka kwa mtoto wa mwisho, usiache gap. Ukiacha gap manake hatajulikana huyo mtoto ni shule gani. Lakini pia hii namba ni vizuri ikavutwa, na isivutwe tu, ila ukopi, yani usivute ikaongezeka, yani sijui 6521 6522, no, inatakiwa ikopiwe na ipestiwe kwa kila mwanafunzi. Njia rahisi ni kuifill. Ukisha fill, kuna hichi kitu kitatokea hapa, utafungua kisha utakopi, basi itakuwa imekaa vizuri. Na hapa ni sehemu ambapo sasa unapaswa, hii ni namba ya kawaida ya mwanafunzi, unapaswa ufill. Kama haita fill automatic, unaweza ukavuta ikabaki moja, usiache hivi. Njoo hapa fill iongezeke, hii namba ya mwanafunzi, unaona hapa imejijaza yenyewe. Kwa hiyo tayari ukishaandika hivyo na hii mistari utakuta inajichora. Cha msingi kingine cha kuzingatia ni haya masomo. Hapa tuna masomo mengi sana, zaidi ya 30 kitu yako kwenye hii template hii. Yapo kwenye hii template. Kwa hiyo aidha utatumia hapa kuvuta kutafuta masomo kwenda kulia ama kwenda kushoto, utatafuta kupitia hapa. Ama automatic kabisa unaweza ukatumia hapo navigate kwenda kushoto ama kulia kutafuta somo fulani. Masomo yote yako hapa. Na kama hilo somo ni paper 1, liweke kwenye paper 1. Kwa mfano biology 1 yuko kwenye biology 1 tafadhali. Na kitu cha kuzingatia kingine, ili mfumo usiconfuse,
Kama mtoto hakufanya asiwekewe alama yoyote. Usiweke x, usiweke dash wala usiweke simbo yoyote. Acha nafasi wazi. Aidha unaweza ukaweka rangi, aidha nyekundu au manjano yoyote. Haina shida. Lakini usiweke simbo yoyote ile. Kama hakufanya, acha nafasi wazi na mfumo utatambua kwamba huyo mtu hakufanya. Nadhani hayo ndio maelekezo ya muhimu sana. Kama kuna tatizo lolote linajitokeza, basi namba yangu ya simu IT ni 0655 402 na mwisho 558. Hii ni namba yangu ambayo nitapatikana muda wote in case kama kuna tatizo kwenye template hii ya kukusanyia matokeo. Na ninaacha hii data ya mfano hapa. Ninaiacha hii data ya mfano hapa. Ni kama ya mfano tu. Lakini wewe ukienda utafuta, utabadilisha na kuandika taarifa zako. Kwa hii ndio template ambayo itakusanya matokeo kwa upande wa sekondari. Naomba sana tuzingatie template hii isivurugwe vinginevyo. Tafadhali. Karibu sana, na ninakumbusha tena, mkifanya data entry mtoto hakufanya somo fulani, usiweke alama yoyote, acha nafasi hiyo wazi. Na ukimaliza kuingiza taarifa za shule nzima, jiridhishe kwamba je, kweli nimevuta jina la shule mpaka kwa mtoto wa mwisho, nimevuta namba ya shule mpaka kwa mtoto wa mwisho, na je nimempa namba kila mwanafunzi na hizi namba zimejitengeneza, sex zipo. Usipoweka sex, division calculation haitafanyika wala analysis sex wise haitafanyika. Kwa ni muhimu sana kuzingatia hayo, na max isizidi jamani, tujitahidi sana max isizidi 100. Yaani kuna mtu anaandika hiyo, uzuri nimezuia. Na kwa upande nimekumbuka kitu cha muhimu. Kwa upande wa somo la hesabu ambapo tunashuhudia wengi wanapata 0, usiandike 0. Actually pia itakataa. Akipata 0, mpe 0.1, itasomeka kama 0 na itakaa vizuri kabisa. Maelekezo rahisi ni hayo. Naomba turudie hii video mara kwa mara ili tusichanganye mfumo mkubwa tunapoenda kuchakata matokeo yetu. Asante sana.